Dar es Salaam hoye! Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Naona wafanyakazi wa TANROADS wananiangalia, nimewamisi kweli. Mheshimiwa Profesa Makame Mbarawa, Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Mheshimiwa Balozi Masaharu Yoshida, Balozi wa Japani nchini, Mheshimiwa Dr. Mahiga, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa, Mheshimiwa Dr. Norman Sigara, Mwenyekiti wa Kamati ya Bunge ya Miundombinu, Mheshimiwa Mstahiki Meya wa Jiji la Dar es Salaam na mameya walioko hapa, Mheshimiwa Madabida, Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, waheshimiwa wabunge walioko hapa wote. Natambua kuwepo kwa Mheshimiwa Nzungu, mbunge wa Ilala, mbunge yule kijana wa Kafu yuko wapi sijui, na wabunge wengine wote mlioko hapa, mwakilishi wa JICA Bwana Toshio Nagase, makatibu wakuu wa wizara mbalimbali mlioko hapa, waheshimiwa wakuu wa wilaya, waheshimiwa viongozi wa vyama mbalimbali na madiwani mlioko hapa, watendaji wa Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, waheshimiwa wananchi wote, wageni waalikwa, ndugu wananchi, asalamu alaykum. Mheshimiwa Waziri, nianze kwanza kwa kukushukuru kwa kunialika nije nishiriki nanyi katika sherehe hii muhimu ya uwekaji wa jiwe la msingi wa barabara ya kwanza ya aina yake ya flyover inayojengwa hapa Dar es Salaam. Ninawashukuru sana. Lakini niwashukuru wananchi wote mliojitokeza. Mtakumbuka ndugu zangu, wakati tukiomba kura ili tuchaguliwe, tulieleza mengi, na moja ya yale tuliyoyaeleza, na hasa mimi nilipokuwa hapa Dar es Salaam, nilisema nitahakikisha hiyo barabara ya flyover inajengwa na Dar es Salaam inabadilika. Ahadi ni deni. Nina uhakika kwa wana Dar es Salaam leo ni ushahidi tosha, kwa sababu wakati tulipokuwa tukijinadi walisema hilo haliwezekani, ijengwe barabara ya juu kabisa hapa Dar es Salaam, ili watani zangu wazaramu wakawa wanafungia ndoa huko. Hicho hakiwezekani. Lakini hayawi yamekuwa. Nipende kwa niaba yenu niwashukuru sana serikali ya Japani. Serikali ya Japani wamekuwa ni marafiki wa kweli, wasio na masharti. Wao wakitoa wanatoa. Asanteni sana Japani. Katika mradi huu
wametoa bilioni 93.44. Serikali ya Tanzania imetoa bilioni 8.36 hivi. Na hivyo mradi wote wa ujenzi wa barabara ya juu ya aina yake itakayoanza kujengwa hapa Dar es Salaam itakuwa ni bilioni 100. Narudia tena kuwashukuru sana, na Mheshimiwa Balozi, fikisha shukrani zetu nyingi kwa serikali ya Japani kwa jinsi ambavyo imekuwa ikisaidia Tanzania katika miradi mbalimbali. Asanteni sana, asanteni sana. Unaposaidiwa na nchi tajiri, maana yake ni kwamba fedha zao wanazolipa kodi kule wameamua kuzileta kwa marafiki zao Tanzania. Kwa hiyo fedha hizi bilioni 93.44 ni za walipa kodi wa Japani. Wameamua kuzileta Tanzania ambao hatutaki kulipa kodi. Kwa hiyo wito wangu kwa Watanzania, sasa tuhamasishane wote kwamba katika siku zinazokuja sisi Watanzania tulipe kodi, ili katika miradi hii ya maendeleo katika nchi yetu tuweze kuihimili katika siku zijazo. Kwa Dar es Salaam, ujenzi wa barabara hii ya juu ambayo inagharimu bilioni 100 na ujenzi wake unaanza mara moja. Kwanza, barabara yenyewe inajengwa Tanzania, lakini faida yake kubwa nyingine itakuwa ni moja ya barabara itakayoanza kutupunguzia fedha zilizokuwa zikipotea. Katika tafiti zilizofanywa mwaka 2013 tulipoteza bilioni 411.3 katika jiji la Dar es Salaam tu kwa sababu ya msongamano. Ukiacha watu waliofariki dunia kwa kuchelewa kufika hospitalini kwa sababu ya msongamano, ukiacha shida zingine za ndoa zilizovunjika kwa sababu mtu amechelewa kufika nyumbani kwa sababu ya msongamano na hawezi akajitetea, ukiacha masuala mengine mengi. Kwa hiyo msongamano ni tatizo. Na mimi nataka kuhakikishia Watanzania na wana Dar es Salaam kwa ujumla, tunataka hili swala la msongamano kama si kulimaliza, basi tulipunguze kabisa katika jiji la Dar es Salaam. Dar es Salaam ndiyo kioo cha Tanzania. Mizigo yote inayoenda nchi jirani, iwe inaenda Burundi, iwe inaenda Rwanda, iwe inaenda Uganda, iwe inaenda Zambia, iwe inaenda Msumbiji, lazima ipite Dar es Salaam. Kwa hiyo ni lazima tuitengeneze Dar es Salaam kama jina lake lilivyo, pawe salama kweli hata katika masuala ya usafiri. Na ndiyo maana tunapoamua kufanya haya yote, na tunapowashukuru marafiki zetu ambao kwa njia moja au nyingine wamekuwa wadau wakubwa katika kuhakikisha kwamba wanatusaidia katika swala la msongamano, mjue tunawashukuru kweli kutoka mioyoni.